Mheshimiwa Spika, kama waheshimiwa wabunge watakavyokumbuka, ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka kwamba mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku 14 baada ya kushika madaraka yake, Rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake uwe umethibitishwa na Bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Mheshimiwa Spika, kama ulivyoliarifu bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi. Pili, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatoka Chama cha Mapinduzi ambacho kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndicho chama chenye wabunge wengi zaidi humu bungeni. Na tatu, kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo ya 51(2) ya Katiba, Mheshimiwa Rais amelileta jina la Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika bunge hili kwa ajili ya kuthibitishwa. Mheshimiwa Spika, majukumu makubwa ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ninaliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wake, yameainishwa katika ibara ya 52 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo inatamka kama ifuatavyo. Ibara ya 52(1): Waziri Mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ndogo ya pili: Waziri Mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Na ibara ndogo ya tatu: katika utekelezaji wa madaraka yake, Waziri Mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, Waziri Mkuu ni kiungo muhimu
kati ya bunge na serikali